أحمده سبحانه ربي وأشكره وأتوب إليه وأثني عليه واستغفره وأشهد أن لا ند له ولا مثيل فهو أهل للوحدانية والألوهية وأشهد أن محمدا نبي الإسلام وسيد الأنام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أفضل الصلاة والسلام. Sifa kamilifu anastahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mwanzilishi wa siku, Allah ambaye anaondoa miaka na karne, iwe ni ibra kwenu. Na msifu na mtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, natubia kwake Rabbul Izzati wal Jalal. Nashidilia kuwa yeye ni mmoja, hana mshirika. Muhammad mtoto Abdillah ni mja wake Allah, pia mjumbe wake mbora wa viumbe. Amani na salama zimiminikia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yeye na alize na sahabaze na wale ambao watafuata nyayo zake mpaka siku ya mwisho. Ndugu zangu Waislamu, katika historia za lugha ya Kiarabu yupo mfalme anaitwa Dhuyazid. Wanamzungumza watazomu al-Arab na wanadai Waarabu kuwa yeye ndio mtu wa kwanza alianzisha neno kuwakaribisha watu. Waliingia watu ambao aliwaheshimu, kisha akasema ahlan wa sahlan mustanakhan sahla, karibuni karibuni na mketi kwa amani na mko nafasi ambapo kuna utulivu, kwa lengo la sahla. Waislamu watukufu, mimi ni mwenyeji katika nyumba hii tukufu. Kama siku ya Ijumaa naendesha darasa katika kitabu Sharhu Kabairi Dhunub, hivyo uso wangu hautakuwa mgeni kwenu. Lakini hata pamoja na hivyo, kwa muda huyu niliopewa, nitazungumza machache ambayo yana uhusiano na mwezi ambao taabada Allahu bihi ibada kama taabada bihi al-umama min qablina. Mwenyezi Mungu aliufaradhisha huyu mwezi kwa waja wake kama jinsi aliufaradhisha huyu mwezi kwa waliotangulia. Waislamu, huyu mwezi au saumu hii inapatikana katika mwezi ambao unaitwa mwezi wa Ramadhani, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala farada Allahu siyama ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alifaradhisha isaumu kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akaifunga, thumma mazala yasumu hatta wafati, akaendelea naifunga mpaka siku anatoweka dunia. Hivyo wasomahu almuslimuna min ba'di, na Waislamu baada yake wakaendelea na isaumu hii, saumu ambayo ni faradhi kwao. Faadhamu ma yaqau fi, kubwa linalopatikana ndani ya huyu mwezi ambao unapatikana hii saumu ni yale ambayo yanastahiki kuwepo. Moja ni kujiziwia kwa sababu ya hii ibada, atfan ala salati almuqarrarati fil hayati kulliha, pasina kusahau swala ambazo zimefaradhishwa katika uhai wa binadamu wote. Waislamu, moja katika makosa ambayo yanayotendeka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni watu kutofautisha hizi ibada mbili, saumu na swala. Wengine wanasaumu hawaswali, na kuna wengine wapuuzi kabisa, wanaziswali kwa wakati ambao wanauona wao kwao unafaa, na ilhali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwakatalia walimwengu kuwa hayuko pamoja nao kama hawatosimamisha swala. A'udhu billahi minash shaitani rrajim, inni ma'akum la in aqamtumus salah, niko pamoja nanyi kwa sharti msimamishe swala. Hivyo Waislamu, makosa yanayotendeka makubwa ni watu kupuuzia swala ndani ya huyu mwezi, swala za faradhi na zile ambazo ni spisho ndani ya huyu mwezi hazipatikani katika nyakati zingine.
Ndugu zangu, Ibn al-Qayyim al-Jawzi aliwaambia walimwengu ya kuwa tafdhulu al-a'malu li arba'i, matendo Mwenyezi Mungu anayalipa na kuweka sawabu zake ziwe maradufu, lakini yakitazamwa hayo matendo yametendeka katika mambo mane. Jambo la kwanza ni nyakati za mwezi mtukufu wa Ramadhani ni tofauti na nyakati zote katika nyakati ambazo ziko katika mwaka wote wa binadamu. Allahumma, labda tuchukue kauli za wanachuoni wanaozungumza ayyam Dhulhijja kuwa mchana wake ni bora kuliko michana yote. Kwa hiyo Ramadhani itabaki Ramadhani, na swala zake ambazo zinapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani zitakuwa ni swala bora na tukufu, na ujira wake ni mwingi, kwa sababu hakuna wakati wowote ambao unaweza ukatekeleza hii ibada isipokuwa fi shahri Ramadhan. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisali na Waislamu salatu tarawih 3 layalin au 4, siku 3 au 4. Alivyofanya hivyo, watu wakawa wameipenda hii swala. Walivyoipenda hii swala, atfan alaihim wa shafaqatan, kwa kuwaonea huruma, inaweza ikafaradhishwa, Mtume hakurudi tena kutoka. Hivyo watu wakawa wanaiswali swala ya tarawih pale pale msikitini na wengine majumbani kwao. Hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati alitoweka dunia, akaja Abu Bakr Siddiq akafanya miaka 2 wa bid'ata ashhur, na miezi kadhaa. Thumma ala al-amru ila amiri al-mu'minin Umar, kisha akaja Umar ibn Khattab akawahukumu Waislamu. Hivyo mambo yalikwenda jinsi yalivyokuwa, lakini wakati wa mwisho wa hai wake amirul mu'minin Umar aliingia msikitini akawakuta watu yusallunaha arsala, kila watu wanaswali kwa makundi yao. Mtu anaswali kwa wale ambao wanaomuona kuwa ni imamu wao 2 watatu, na kundi lingine hivyo msikitini, yakawa makundi mengi yanasalia msikitini. Akatizama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akawaambia, lau jama'tumun nasa ala qari'in wahid lakana akmal, mngelisalia nyuma ya mtu mmoja, mkawakusanya watu nyuma ya imamu mmoja, ingelikuwa vyema. Kisha amirul mu'minin akarudi nyumbani kwake. Siku ya kufuata alivyoingia tena msikitini, akakuta wanaswali nyuma ya Ubay ibn Ka'b. Alivyokuta wanasali nyuma yake, akatabasamu akasema, ni'matul bid'atu hii wallati yanamuna anha khairun min allati yaqumuna laha, kitendo kizuri hicho mnachokifanya. Wale ambao wanaisali wamechelewa ni bora kuliko ambao wanaisali wameharakia. Na hivyo waliwaachia watoto na wanawake kwa kuchelea uzito ambao watakao upata wao kama wao. Amirul Mu'minin akawakuta watu wanaswali nyuma ya imamu mmoja. Mafunzo mengi ambayo yapo Waislamu ni kuwa watu kuswali nyuma ya imamu ndani ya msikiti, swala ya tarawih ni kitendo kizuri sana. Na hivyo hii swala ikikupita, wallahi inakuwa pia hauwezi ukairudisha katika nyakati zingine isipokuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wadhalika, hivyo wanachuoni wakasema, an-nadamatu al-arba', majuto yana aina 4. Kuna ile majuto ya siku, na kuna majuto ya mwaka, na kuna majuto ya umri mzima, na kuna majuto ya mabada al-mauti. Majuto ya siku ni majuto madogo ambayo mtu anaweza akajutia siku yake nzima, kisha yakawa yamepotea. Umetoka kwako, umekataa kula, utakula huko mbele, na huko mbele hukula, basi utajuta siku nzima. Na majuto ya mwaka mzima ni majuto ya mtu ambaye aliacha kitendo ambacho kinatendeka katika mwaka mara moja, nyakati moja, kisha akakiacha. Hana uwezo wa kupata hicho kitendo, labda makadara yake Allah subhanahu wa ta'ala yakadiria ya kwamba atadiriki Ramadhani nyingine. Hivyo tarawih wa Waislamu haipatikani katika nyakati zingine zaidi
ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini sasa kuna yale makosa ambayo yanatendeka, inasaliwa tarawih ya mwendo kasi, na haya pia ni makosa, akhta uswaimin, na watu wanachagua misikiti, huu ndio msikiti bora kuliko mingine ambao unaendesha swala za tarawih. Na maimamu, msisahau ya kwamba mtaulizwa naye Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hili jambo. Ndugu zangu Waislamu, na kuna makosa mengine ambayo yanatendeka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa wale wenye kusaumu. Ni watu yasaharuna layalihim, wanakaa usiku mzima macho, kisha idha dana alfajru nam, alfajiri kitakufika wanalala. Hawa watu, huyu ambaye anayetenda hiki kitendo, nayo pia ni makosa. Unaiacha faradhi kwa sababu ya kitu kidogo kama daku. Ni kweli ni sunna ambayo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daku ni lazima daku ni vyema tuitumie. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumia qariban jiddan min salati al-fajr, thumma qala tasahharu fa inna fi sahuri baraka, karibu sana na alfajiri, kisha akawaambia kuleni daku, katika kula daku kuna baraka. Ndio, lakini mtu ili ya ile daku hiyo anakaa usiku mzima, yashar, usiku mzima halali, kwa min ajli ya nini? Ya daku. Ni kitendo kizuri anakifanya cha daku, lakini anapoteza pia faradhi, na hili pia ni kosa. Ndugu zangu Waislamu, aftara nabiyukum sallallahu alayhi wasallam ala rutabat fa in lam yajid fatamarat fa in lam yajid hasawati mimma. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikula iftari ya tende ambazo zilikuwa mbichi. Alipokosa mbichi akala kavu, alipokosa kavu akala rutab, tende ambazo zimewiva sana zaidi. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokosa na hizo akanywa maji. Rasulul umma wa sayyidu thaqalain, sunnatul mustafawiyya, alifanya hivyo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kisha akawaambia Waislamu wote wa dunia, akawaambia ahabu ibadi ajaluhum fitra, waja wa Allah katika hadithi al-Qudsi ambayo fima rawahu an rabbihi, watu ambao nawapenda sana, ajaluhum fitra, ni wale ambao wanafuturu kisha ndio wanaswali. Hivyo ni katika sunna mtu kufuturu kisha unakuja kuswali. Hiyo ni sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini makosa ambayo yanapatikana ni wale wenye kuja kuswali kisha wanafuturu baada ya kuswali, na haya ni makosa. Kile ambacho umeanzia ni iftari, na itakuwa ni vyema kama utafanya kile ambacho alichokuwa kikifanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wakati amekula tende. Alipokosa tende akawa amekunywa maji, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akawaambia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu, kaulu zur wal amalu bihi, uongo na kitendo kama hicho cha uongo. Mtu ni mwongo, mtu amefanana na uongo, amejengeka kwenye uongo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia hata huyu akiwa amesaumu na hichi kitendo hichi, basi afahamu ya kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana haja na saumu yake. Kwa hiyo wakati watu wamefunga, kuna watu wanatumia uongo kwa kuwafurahisha wengine, na kuna watu wanatumia uongo na udanganyifu kwa kufikia malengo yao, na hao pia wana makubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alitutaka tuwe wa kweli katika kauli zetu, katika vitendo vyetu, tuwe wa kweli. Na hapa pakatokea matokeo mengi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ili tupate kujifunza, kwa sababu ni mwezi ambao una historia kubwa kwenye uhai na maisha yake binadamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka nawata al-ula li dawlati al-Islam, aliweka mbegu ya kwanza ya dola ya Kiislamu. Ilikuwa mwezi tarehe 17 za mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati anamaliza vita ya Badri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kitu ambacho alikifanya baada ya kumaliza ile vita, aliwachukua wale ambao waliuawa katika hiyo vita, makafiri, akawaweka katika kalibi Badri, kile kisima ambacho kilikuwa kimekauka cha Badri. Kisha alipokuwa akiwaweka, aliwaita majina wote. Na hapa Waislamu napata darsa kubwa. Aliwaita majina, akawaambia, anamuita Abu Jahal, anamuita mwingine na mwingine tena. Kisha akawaambia, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, hivi mnishapata kile ambacho Mola wenu alikuahidieni kuwa ni haki kitakukuteni? Mimi nimeshakipata. Na kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwashinda, alipata nusra kuwashinda makafiri katika vita ya Badri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kuzungumza hivyo, Umar akamtazama akamwambia, tukhatibu aqwaman qad jifu, unawazungumza watu na hali miili yao imeshaanza kuharibika. Ilikuwa tayari mchana mzima jua limewapitia na siku iko ukingoni. Umar ibn Khattab alipomwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamjibu, ma anta li asma bima aqulu minhum walakinnahum la yamlikuna jawaba. Usidhani kuwa unawashinda kusikia, wanasikia tu vizuri. Wallahi, ukisema haki wataisikia, itachelewa, itafika tu haki. A'udhu billahi minash shaitani rajim wa dhakiruhum bi ayyamillah, wakumbushe siku za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu watukufu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akamwambia, usidhani kuwa wanawashinda kusikia, wanasikia lakini hawana uwezo wa kujibu. Ndugu zangu, nakumbuka siku moja alinituma kaka yangu hapa ambaye ndio kadhi wa Uislamu, nenda ukawasalishe watu. Nilipokwenda kuwasalisha watu, nikamkuta mwingine anakuja kuwasalisha, na sote ni timu moja. Hapa akautubu, kisha alivyonipa na mimi nizungumze, nilisema neno limoja, wallahi lan tasilu ila shay'in bighayrillah, na kuahidieni na kuhakikishieni hamtafika kwa kitu kama hampiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mnataka mpite kwa Allah, mnataka mfike kwa Allah na hamjapita kwa Allah, hayata, ni vigumu mno. Ndugu zangu waumini, hivyo tunalazimika sote kufika kwa Allah, na ili tufike kwa Allah tupite kwa Allah, ili tuweze kutimiza malengo ambayo tunayalenga ndani ya nafsi zetu. Ibadallah, ndugu zangu waumini, Hassan ibn Thabit wakati Mtume alisema, akamwambia, wallahi law nataqu laqalu asabta wa kunta dharai musibi, wallahi wangelisema wa maiti, wangesema kuwa ulikuwa umepatia na rai yako ndiyo ilikuwa yenye manufaa zaidi. Kwa hiyo ndugu zangu waamini, hivyo ukweli ndani ya saumu zetu ni kitu ambacho muraghabun fihi shar'a, sheria inahimiza watu tuwe wa kweli ili tutoke baada ya Ramadhani wa nahnu sadiqun, na ilhali sisi ni wa kweli. Kwa hiyo makosa ambayo tunayo au tunaweza tukayafanya ni kutaka tuwe wa kweli ndani ya Ramadhani. Tukitoka nje ya Ramadhani tunarudi katika hali yetu ile ile mbaya. Waislamu watukufu, katika adabul arab mkitazama mtagundua Warabu walikuwa na tabia ya kufatafata nyayo za watu, wanatazama huyu ni fulani, huyu ni fulani. Lakini siku moja alikuwa mmoja alikuwa na mbuzi zake anazichunga, thumma athara ala jarwi dhi'bin qad tarakatu ummu, akakuta mtoto wa mbwa mwitu mama yake kamtupa, hayuko tena, aliuawa hajauawa hakuwa anajua yeye. Akamwona yule mtoto, faraka bihi, akamwonea huruma. Alivyomwonea huruma akamchukua akamlea. Alivyomlea yule mtoto akainukia na akawa anakunywa maziwa ya mbuzi ambazo zilikuwa zinaishi kwa huyu jamaa. Hivyo Uislamu, siku moja alikwenda kuchunga mbuzi wake, yuko na huyu mbwa mwitu kisha kuwa, lakini akhadhahu ghafwatan minan nawmi yastariha, usingizi ukamjia. Usingizi ulivyomjia
akapumzika kidogo. Alivyoamka akakuta huyu mbwa mwitu kad bakara butuna shia, ameshaangamiza na katakata matumbo ya zile mbuzi. Kisha akatazama, alivyomtazama ule mbwa mwitu akakimbia porini. Alivyokimbia porini akasema maneno, nashata ma sikhali wa anta fina, ulikuwa na sisi, ulikuwa na watoto wa mbuzi, umelelewa kwetu, ulikuwa nao, umefanya hivyo. Wa anta bishatina waladur rabi, kumbuka wewe ulikuwa unalelewa hapa kwetu kupitia hawa mbuzi wetu, maziwa yetu. Kisha akasema faman ambaka anna abaka dhib, aliyokuambia kama baba yako ni mbwa mwitu ni nani? Hivyo Waislamu, kuna haja ya sisi kudumisha tabia nzuri baada ya Ramadhani. Isiwi tabia nzuri ndani ya Ramadhani, tukitoka nje ya Ramadhani tukageuka kama ule mbwa mwitu ambaye aliishi na mbuzi, kisha baadaye akhadha yabkuru butuna shia. Hivyo tutakuwa hatujalenga na itakuwa ni kosa kubwa sisi kutokuwa na kitendo kama hicho. Thamata amri ibadallah, yoyote ambaye hakubayit siyamahu, hakulaza nia yake wakati ambapo ataamka anafunga, ni katika makosa ambayo aliyazungumzia Sheikh Fauzani al-Fauzan, ambaye kwa sasa tukizungumza ndio alamu mjuzi kwa wengi. Lam nabtaidani sawa, tutakuwa hatujaenda mbali na kupatia. Hivyo ndugu zangu waumini, ni kwamba watu wakati tunalenga kitu, tujitahidi tuwe mbali na yale makosa ambayo yanaweza yakatupelekea sisi kuonekana tumevunja au tumepunguza heshima na swaumu za mwezi huyu mtukufu wa Ramadhani. Al-iktharu min at-ta'am, kuzidisha chakula, au lugha nzuri al-israfu fihi, kufanya israfu katika kula. Tunakula na tunakula na tunakula tena. Hivyo Waislamu, si tatizo kula, lakini mubalaghatu fihi, kuzidisha katika kula kwetu, nako pia ni katika makosa ambayo yamekemewa sana na walimu zetu, wanachuoni wakubwa wanaonesha kuwa ni jambo linamfanya binadamu aingie katika makosa japokuwa ni madogo madogo. Waislamu watukufu, kuna yale ambayo yanatendeka katika makosa, ni maimamu na pia tukishirikiana sote Waislamu, wakati wa swala ya Isha hawatupi muda wa kutanafal, tunajikuta tu baada ya Isha kisha tunaingia katika swala ya tarawih, na ilhali kuna sunanu rawatib, sunna ambazo ni za kudumu hizi za baada au baadia ya swala ya Isha. Kuna haja na kuna adhkar ambazo kuna binadamu inafaa azitumie kwa sababu ni sunna almustafawia, sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo kuna muda ambao unahitajika, watu tupewe muda tuweze kudumisha zile adhkar ya Muadh, inni uhibbuka Muadh, mimi nakupenda. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anahakikisha na kuambia watu wanampenda Muadh, kisha akamwambia la tadaanna dubura kulli salah, usiachagi nyuma ya kila swala isipokuwa unaomba dua, Allahumma aini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Tuna haja ya kumwomba Mungu atujibu. Leo nuridu an nuhaqiqaha, tunahitaji yawepo kupitia maombi ambayo tunayaweka ili tuweze kujisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumenyimwa hiyo fursa, na yote ni katika makosa ambayo yanatendeka ndani ya mwezi au kwa wale ambao watakaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo sote tujitahidi tuwe mbali na makosa kama hayo. Min haythul umum, makosa ni mengi, na tukilianza moja baada ya lingine muda hautaruhusu. Tulul umuri nsibaduha ba'da, maneno marefu yanachangia mengine kusawilika. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
atuwezeshe kufika mwezi mtukufu wa Ramadhani na tukiwa mbali na makosa ambayo tuliokemewa na wanachuoni na mashayikhuna ambao hivi sasa ndio ulama urabbaniyun ambao wanatulea, ambao wanatuelimisha na kutuweka katika njia ya haki. Akhiran laysa akhiran, namaliza nikisema as-sunnata ibadallah, sunna waja wa Allah. Yoyote ataleta bid'a fil bilad, yoyote atathubutu kukaa na watu wa bid'a, kaina man kana, hana nafasi katika nchi yetu. Daula sunniya, mufti ni wa sunna wa awanuhu, na wale ambao wanamsaidia ni watu wa sunna. Kwa maana hiyo, mtu yoyote ambaye ana fikra za kuleta bid'a katika bilad, katika nchi, hatakuwa na nafasi na hatosalimika na hatakuwa na nafasi, kwa sababu sunna huwa al-Islam, ndio Uislamu na Uislamu ndio sunna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.